والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. Tafsiri ya aya hizi ni kwamba Allah ametuamrisha amri ambayo kwetu sisi ni wajibu kuitekeleza. Amri hii ametuamrisha tushikamane na tufungamane na sala 5 hizi za faradhi. Wa aqimi salata, nasimamisha sala tarafai nahari, katika ncha mbili za mchana, wa zulafa min al-layl, na usiku wa mwisho. Hapa zinaingia sala zote 5 za faradhi. Ncha mbili za mchana ni mwanzo wa siku na mwisho wa siku, kuanzia jua linachomoza mpaka jua linazama. Wa zulafa min al-layl inamaanisha ni sala ya alfajiri kabla jua halijachomoza. Kwa hiyo sala zote 5 zimeingia hapo. Sala 5 ni faradhi kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, na sala ndiyo ibada inayobeba ibada nyingine zote. Bila ya kutengenea kwa sala hakuna mafanikio wala matengeneo kwenye ibada nyingine. Na halafu Allah akasema kwenye hiyo aya, innal hasanati yudhhibna sayiat, mazuri huwa yanafuta mabaya. Ukifanya mabaya halafu ukajutie mabaya yako, ukafuatisha mazuri baada ya mabaya uliyofanya, basi inakuwa ni sababu ya yale mabaya yako kusamehewa. Kwa sababu kufanya baya halafu ukajuta inaashiria kwamba umetubu kufanya mabaya hayo, na baada ya kutubu ukaendelea kufanya mazuri, umeonyesha moyo wa dhati wa kwamba umejirekebisha. Kwa hiyo mtu aliyejirekebisha, Allah inakuwa ni wepesi kumsamehe makosa yake yaliyopita, na akaanza kumuhifadhia kumbukumbu za mema yake yanayofuata baada ya hapo. Na aya ikamalizia kwa kusema dhalika dhikra lidhakirin, hayo ni mawaidha tosha kwa wale wenye kuwaidhika, ni ukumbusho muhimu kwa wale wenye kukumbuka. Ni sifa ya watu wema. Allah amewasifia kwenye aya mbalimbali kwa kusema wayadrauna bilhasanati sayyi'a, maovu yanayojiri miongoni mwao huwa wanayakabili kwa wema baadaye. Kwa hiyo unatenda ovu, usiwe ni mwenye kudumu na kuendelea kwenye ovu, lakini kumbuka kutubu, kujirekebisha, na baada ya kujirekebisha kwa tauba ufanye mazuri, ndipo Allah anakusamehe yale makosa yako yaliyopita. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametukumbusha kwa kupitia wahi makosa waliofanya wenzetu walioishi kabla yetu. Tukisomewa taarifa ya umma zilizopita na jinsi walivyopelekewa mitume kuwa nasihi, walionyooka walinyooka na waliokataa wakakataa. Lakini waliokataa walipozidisha fujo na kumchagiza mtume wao, Allah ametusimulia hatua gani aliwachukulia. Kwa hiyo na sisi tunaposomewa visa vya wenzetu waliopita, huwa tunatakiwa tujifunze
na tukijifunza tunufaike na hicho tulichojifunza. Kama hapo, baada ya hiyo aya ya kushikamana na sala ili kurekebisha maovu tuliyoyafanya kwa kutenda wema baada yake, Allah amesema falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun. Tafsiri yake anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ili suala la watu kupelekewa ujumbe wakakataa, mbona linadumu, pamoja na kwamba Allah ana utaratibu wa kuendelea kuwapelekea watu waliopo ardhini mitume. Mbona kila wanapoondoka walioangamizwa na wanaokuja baada ya wao wanasomewa kosa lililoangamizisha wenzao, mbona na hao wanaofuata wanafanya yale yale? Kwa nini hawawaidhiki wao wakawa tofauti na wale waliotangulia? Falaula kana min alquruni min qablikum, mbona hawakupatikana watu katika umma zilizopita kabla yenu, ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi, wale ambao wanabaki hai wakaendelea kuishi juu ya ardhi hii ambayo wenzao wameangamizwa. Mbona na wao hawakatazani maovu ambayo walikuwa wanafanya wenzao waliopita, na wanasomewa kwamba kwa maovu hayo ndo waliangamizwa? Mbona na hawa hawajirekebishi? Illa qalilan mimman anjayna minhum, isipokuwa wachache katika wale ambao tumewaokoa ndo wanabaki kwenye msimamo sahihi, wakawa wanaishi maisha ya taa na ucha Mungu. Wattaba'a alladhina zalamu, lakini wengi wanaodhulumu nafsi zao huwa wanafuata ma utirifu fihi, zile neema tulizowapa, taraf, maisha ya fahari. Wengi hufuata nafsi zao wakaishi maisha ya fahari ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakanu mujrimin, na wanakuwa ni watu wanaofanya jarima. Jarima ni makosa ya makusudi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah anatuambia sisi tuna tabia ya kutokufahamishika, na hata tukifahamu jambo huwa hatulipi uzito unaostahiki. Tunaendelea kuishi kwenye maovu hali ya kuwa tunayafahamu kuwa haya ni maovu, na tunafahamu kwamba wenzetu waliadhibiwa kwa maovu kama haya. Kwa hiyo aya zimeanza kutuhimiza kuswali, na kusali maana yake ni kuwa na mahusiano mazuri baina ya viumbe na muumba wao. As-salatu hiya silatun baina al-abdi wa rabbih. Swala inakuwa ni nyenzo muhimu ya mawasiliano, mafungamano, muamiliano baina ya kiumbe na muumba wake. Ndugu zangu katika imani, swala kama alivyoisifia Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Ankabut, kasema aqimis salata utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah, soma yale ulioshushiwa, uliofunuliwa katika kitabu, yani ni Qur'ani, usome kwa kuifahamu na uyafanyie kazi maagizo yake. Baada ya kuisoma Qur'ani na kuitumikia, wa aqimis salah, nasimamisha sala, yani tunza sala zako vizuri. Inna salata tanha anil fahshai wal munkari, hakika ya sala, anapoisali mwenye kusali sala yake ikawa vizuri, sala yenyewe huwa ina uwezo wa kumkataza mtu na mambo machafu na maovu yote. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, sala huwa inakataza machafu na inakataza maovu kwa yule mwenye kusali. Wala dhikrullahi akbar, na sala ni dhikri kubwa katika adhkari zote za kumkumbukia Allah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, na mpo duniani
munajisikia kama mko huru, lakini Allah anayajua yote mnayoyafanya hapa. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال أيضا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة الأماجد، Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia watu wa kitabu, wana wa Israeli, baada ya kuonyesha jeuri na nyoyo zao kuwa ngumu kwa kuikataa haki iliyokuja kwa mtume wa mwisho, hali ya kuwa wanajua ni mtume kweli na taarifa zake zilikuja kwenye vitabu vyao kabla hajaja kwenye Taurati na Injili. Kawaambia, kama suala lililopo mbele yenu ni gumu, takeni msaada kwa Allah Mola wenu kwa kutumia nyenzo mbili za kutakia msaada: wasta'inu bisabri wassalah. Takeni msaada kwa Mola wenu akuepesishieni jambo ambalo nyinyi mnaliona zito na gumu, na nyenzo za kutumia kutakia msaada ni mbili: kuwa na subira na kushikamana na sala. Wasta'inu bisabri wassalah. Takeni msaada katika kufikia mafanikio yenu kwa kuwa na uvumilivu na kushikamana na sala. Asabru, subira, wanawachuoni wanatuambia ni jambo linalojengeka kwa mambo manne. Inaweza kuwa jambo ni faradhi au wajibu, unajua linatoka kwa Mungu, lakini mazingira unapoishi moyo wako ukawa unakuhakikishia kwamba hili jambo ni haki halali, lakini ukishikamana nalo unajitafutia matatizo. Watakuua watu wako, au watakudhulumu mali zako wakufilisi, au watakuadhibu mpaka uchukie maisha, au hivi au hivi au hivi. Kwa hiyo inatokezea kwenye mazingira yetu ya kawaida binadamu, ukaona haki iko hapa, hili jambo ni sahihi na kweli, lakini watu wa hapa hili jambo hawalitaki, wanalichukia na wana nguvu
Mimi mmoja nikisema nilikubali, nitapata adhabu ya wengi wanaolikataa. Kwa hiyo ukabidi ulikatae jambo la haki kwa sababu ya kuwaogopa wengi ambao hawakubaliani nalo. Allah akawahusia wana wa Israeli, taarifa za huyu mtume wa mwisho mnazo, alama zake zote mmepewa kabla mwenyewe hajaja. Muna uhakika na anayowasomea kuwa ni sahihi, yanakubaliana na vitabu vyenu vya Taurati na Injili, lakini mazingira yaliyopo mbele yenu ndio yanawafanya nyinyi muwe wagumu kukubaliana na ukweli. Lakini pamoja na huu ugumu, mnapaswa muwe na uvumilivu. Mambo mengine yana gharama, na gharama zake zinaweza zikataalaki na uhuru wako, heshima yako, mali yako, uhai wako. Kwa hiyo wanawachuoni wamesema subira huwa inajengeka kwa mambo manne, nguzo nne za subira. La kwanza ni mtu kuamua kwa dhati ya nafsi yake kuyakubali yote yaliyoamrishwa na ayatekeleze, japo hapo alipo hayakubaliwi na yatamgharimu. Kwa hiyo kule kuvumilia zile gharama za kufanya unalotaka kulifanya kunahitaji hiyo subira. Kwa hiyo dumu katika kufanya litakiwalo, hata kama uko kwenye mazingira jambo hilo linapingwa na wengi. Wewe utakuwa ni mtu mwenye subira. Umeamua ili jambo ni haki na ninawajibika kulichukua, basi wewe lichukue kwa gharama yoyote ile. Masahaba wengi wa mtume tunasomewa taarifa zao, walifariki mapema kwa ajili ya dini tu ya Allah, ndo sababu ya vifo vyao. Wameuawa vifo vibaya sana, lakini mbele ya Allah ni watu wema na wako katika pepo ya daraja la kwanza, na mtu kuondoka duniani akaenda peponi ndilo linalokusudiwa na kila mtu. Dhalika min azmi al-umur. Kwa hiyo la kwanza linalojenga subira ni mtu kuvumilia, kubaki kwenye taa ya Allah kwa gharama yoyote ile. Na sisi tunapaswa tuwe na hiyo subira. Tumeamrishwa mengi, kwa hiyo tunapaswa kuwa na maamuzi yanayotoka moyoni, ya maksudi, kwamba tukubali kutekeleza maamrisho tuliopewa, hata kama mazingira tunayoishi mambo mengine tulioamrishwa yatakuwa ni magumu kutekeleza, lakini tutengeneze utaratibu wa kuyatekeleza. Jambo la pili linalojenga subira ni mtu kuamua kwa maksudi kuacha yaliyokatazwa. La kwanza ni kutenda yaliyoamrishwa kwa gharama yote ile. La pili ni kuacha yaliyokatazwa, hata kama katika mazingira yetu tunayoishi yaliyokatazwa yana wenyewe wanayapigia debe na wanayalinda na wana nguvu za kufanya hivyo, lakini sisi hayo mambo kwetu kama ni haramu, kama yamekatazwa, tunapaswa tupanie kwa kadiri ya uwezo wetu kuyakataa kwenye jamii yetu yasiwemo, na hili linahitaji subira. Kwa hiyo kule kung'ang'ania kwamba jambo hili kwetu ni marufuku, halikubaliki, hali ya kuwa lina wenyewe wanaolipigia debe na wana nguvu wanaliendeleza, hii ni subira ya hali ya juu. Tunapaswa tuwe na subira kuyadhibiti, kuyakataa, kuyakataza yale ambayo hayatakiwi kwenye maisha yetu. Jambo la tatu linalojenga subira ni mtu kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine. Ijapokuwa katika tabia ya kimaumbile ya binadamu, kama tunavyotofautiana sura, ndivyo tunavyotofautiana na tabia vile vile. Hazilingani tabia zetu. Kwa hiyo chukia kinachofanywa na mtu, amali yake chukia, lakini usimchukie mtu mwenyewe, kwa sababu mtu leo anaweza akawa khabithi, mkorofi, kesho tu akapatana na Mola wake akawa ni mtu mwema wa kheri. Mtu anarekebishika. Kwa hiyo wewe chukia kinachofanywa na mtu, chukia amali za mtu, usimchukie mtu mwenyewe. Leo yuko vibaya, lakini muda sio mrefu pengine yule anabadilika, anakuwa ni mtu mzuri hata kukushinda wewe. Na ndiyo tulivyojifunza katika historia.
ya kuanza kwa Uislamu, watu walikuwa wanaishi kwenye mazingira ya uadui, chuki, dhuluma ilikuwa nyingi, lakini kadiri walivyokuja kwenye Uislamu ukawalazimisha kuyaacha yaliyopita kabla ya kusilimu, yanasamehewa. Kwa hiyo mtu yule yule alikuwa adui yako juzi, leo anageuka anakuwa ni ndugu yako au rafiki yako wa karibu. Kwa hiyo tumehimizwa katika dini masala ya i'tisam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Swala hili kama utaendekeza mahusiano, mafungamano baina yako na watu wengine, utahisi halitekelezeki. Utasema mimi siwezi kukaa na fulani pamoja. Lazima uweze, kwa sababu wewe utakuwa umemchukia huyo fulani. Lakini kama tatizo ni matendo yake, wewe upambane kumrekebisha yale aliyokuwa yanachukiza yaondoke, abakie yeye mwenyewe msafi, umwadilishe aje katika yanayotakiwa. Kwa hiyo hili la tatu linalojenga subira ni kuvumiliana sisi binadamu wenyewe kwa wenyewe. Unakabiliana na mtu ambaye kwa hakika ana sura ya kuwa yeye ni adui, lakini chukia vile vinavyotengeneza uadui baina yako na yeye, na ujaribu kadiri inavyowezekana kuondoa elementi za uadui, mtu huyu abadilike kuwa ni rafiki. Wanasema watu wa falsafa katika sifa za kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, qitratun min faidhi judika tamla'ul arda riya wa nadhratun bi'aini ridaka taj'alul kafira waliya. Ewe Mola wetu, tone moja tu la mimino wa ukarimu wako linanawirisha ardhi yote. Ukileta rehema yako ardhini hata mahala pabaya, lakini rehema yako inaweza ikabadilisha mahala pabaya pakang'ara, pakawa pazuri. Wa nadharatum bi'aini ridaka, na wewe Mola wetu mtazamo wako mmoja tu kwa jicho la ridhaa, unapoangalia mahala au kumwangalia mja wako kwa jicho la kuridhika naye, taj'alul kafira waliya, kumtizama mja wako kwa ridhaa kunambadilisha, alikuwa kafiri anabadilika kuwa ni wali, mpenzi wako. Wote wanaotajwa katika masahaba wa Mtume, na baada ya kutajwa tukasema radhiyallahu anhum, huyo Mtume kaja kuwakuta kwenye mazingira mabaya na magumu kweli kweli. Kwa fadhila ya Allah nyoyo zao zililainika ilipotangazwa haki mbele yao, wakaikubali. Na kuna wengine wamechelewa sana kuikubali hiyo haki. Mwanzo walikuwa ni maadui wakubwa wa Mtume mwenyewe na waumini, lakini walipokuja kuangaziwa kwa hiyo jicho la ridhaa ya Allah, wakabadilika na wao wakawa ni wapenzi, wakashirikiana na ndugu zao katika imani, wakasahau maovu yaliyopita. Kwa hiyo kama kwenye jamii yetu mna mchanganyiko mbaya wa watu tuniokuwa watu walioelekea na watu waliopinda, tusiwachukie watu kama watu, tuchukie yale yaliyowafanya wapinde. Na sisi tunajiona tumenyooka, tufanye juhudi ya kuwasaidia kunyooka wale ambao wamepinda. Tukifanikiwa kuondosha vile vinavyotengeneza tofauti kati yetu na wao, hatutokuwa tofauti tena, tutakuwa ni sawa sawa, tutakuwa ni ndugu katika imani. Na hili ni jambo linalohitaji subira vile vile. Kudili na mtu ambaye kapinda mpaka kwa fadhila ya Allah akamlainisha akanyooka kama wewe, ni jambo linalohitaji uvumilivu wa hali ya juu. Sio kusema fulani hatufai, fulani finari, fulani yule hawezi kukaa pamoja na sisi, sisi hatuwezi kuchanganyika naye. Kama ni hivyo basi hata hao mitume waliotumwa wasingeifanya kazi waliotumwa, kwa sababu kama ni unyoofu walikuwa wamenyooka wenyewe tu, wakatakiwa wasaidie kuwanyoosha na wengine. Na unapofanya kazi ya kuwasaidia wengine kunyooka, wewe itakugharimu, yatakufika ya kukufika, kwa sababu wengine watakubali na wengine watakataa. Wanaokubali watashirikiana na wewe, lakini wanaokataa watapingana na wewe. Ulivumilie hilo. Kwa hilo ni la tatu linalotengeneza subira, kuvumiliana watu katika akhlaqi. Na la nne linalojenga subira, asabru ala almasaib,
ni watu kuwa na uvumilivu kwenye yale masaib, matukio yanayotusibu bila ya ridhaa zetu, na hatuyapendi kwa sababu hayapendezi. Masaib ni jambo ya neno musiba. Musiba huwa ni jambo ambalo linamsibu mtu au linaisibu jamii, na mara nyingi huwa ni baya, halipendezi. Sasa kusubiri kwenye masaib sio maana yake tulale tu ya tudhuru yale masaib. Tuvumilie kwamba yakija yale masaib yasije yakatutoa katika utaratibu tukamkufuru Allah, tukamshirikisha Allah, tukamgomea Allah. Tubakie kwenye imani yetu na taa pamoja na masaib yaliyotufika, lakini tuangalie hatua munasib ya kuyashughulikia masaib hayo mpaka yaondoke. Kwa mfano, umepewa maradhi si kitu kinachopendeza, lakini kuambiwa usubiri kwa maradhi yako haina maana ubaki kitandani ufe kidogo kidogo. Umeambiwa ujitibu, lakini njia utakayotumia kujitibu ziko njia zinazofaa na zisizofaa. Ukitumia njia zisizofaa kujitibu za kumshirikisha Allah, ndo utakuwa unapotea zaidi. Kwa hiyo subira kwenye maradhi manake hangaika na tiba, ujitibu, lakini kuhangaika yako iwe imefuata utaratibu ambao Allah anauridhia. Wewe utaambiwa umesubiri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, tadawa ya ibadallah, enyi waja wa Allah, mkiumwa jitibuni, tafuteni tiba. Liannahu, kwa sababu ma anzalallahu daan illa walahu dawa, Allah hajateremsha magonjwa katika ardhi hii ila yanayo na dawa yake. Kwa hiyo ukisibiwa na maradhi jitibu, ila ujitibu kwa njia ambayo Allah atakuwa karidhika, njia ya halali ambayo hutomshirikisha Allah, hutomkufuru Allah, hutomshutumu mwingine kwa maovu. Maradhi haya si ya Mungu peke yake, lakini na mkono wa fulani. Hayo mengine yatakutia wewe katika wakati mgumu ya kupoteze. Kwa hiyo kusubiri ni kukabili afa lolote litakalokufika, lakini ulikabili kwa kutumia njia ambazo Allah atakuwa karizika nazo. Na mwisho, kwa kumalizia hutuba yangu, tumeambiwa tushikamane sana na swala, kwa sababu swala ni mawasiliano ya karibu baina ya kiumbe na muumba wake, na swala ndio ibada kiongozi inayobeba na ibada nyingine zote, kama alivyosimulia sahaba Abi Huraira katika hadithi ambayo anasema kamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu, kitu cha mwanzo ambacho kila mtu ataanza kuhisabiwa kwacho siku ya kiyama katika amali alizofanya duniani, inaanza kukaguliwa sala yake. Kila mtu kati yetu, mimi na wewe, sala ndiyo inayokaguliwa mwanzo kabla ya amali nyingine zote. Fa in wajadat salahat, ikikutikana sala ya mtu iko vizuri, maana sio kusali tu kwa umesali, hapana, sala yenyewe ndiyo imetimia vigezo, halafu inapigwa thamani. Ulipo ngapi? 100, 75, 50, 25, 5 au 0. Kusali tunasali wengi tunapojisikia kusali, lakini je, taratibu za sala zinakamilika? Kiwango cha hiyo sala yenyewe kinakuwa kizuri au kibaya? Kwa hiyo leo tunafanya duniani, lakini baada ya kuondoka duniani uko mbele kuna ukaguzi. Vile tunavyofanya hapa vinaenda kukaguliwa. Ukifanya vitu vyako hivyo ni vyako mwenyewe, uwe makini uvifanye vizuri, ili siku ya kuja kukaguliwa vionekane vina thamani na ulipwe kwa mujibu wa thamani ya amali yako, kitu kinachoridhisha. Kwa hiyo kitu kitakachohisabiwa mwanzo katika amali za mtu siku ya kiyama ni sala yake. Na tumesoma aya, tumeamrishwa hasa simamisha sala. Kwa hiyo ni jukumu ambalo ni wajibu litekelezwe. Sisi na watoto wetu na watu wetu, kama tunawapenda, lazima tuwaonyeshe hili jambo ni wajibu na linafaa litekelezwe na Muislamu kila siku. Sala 5 ni faradhi. Kwa hiyo kuna ukaguzi huko mbele. Sala ndiyo itakayokaguliwa mwanzo. Fa in wujidat salahat, ikikutikana sala ya mtu imetengenea, iko vizuri, qubilat wasairu amalihi, zitakubaliwa na amali zake nyingine, saumu, hija, zaka na amali nyingine zote za faradhi.
Kama swala iko vizuri na amali nyingine zinakubaliwa. Wa in wujidat fasadat, lakini swala ya mtu itakapokaguliwa ikakutikana imeharibika, fasadi ni uharibifu ambao hautengenezeki. Ikikutikana swala yako ni mbovu, miaka 40 wewe unaswali tu mpaka mauti yamekufika, lakini umeenda kwa Allah, swala zako zote mbovu, hazina thamani yoyote za kustahiki kulipwa. Kama ni mbovu, ruddat wasairu amalihi, zinakataliwa na amali zako nyingine zote. Kama swala ni mbovu, saumu zitakuwa mbovu, zaka mbovu, na vitu vingine vyote vibovu vinakataliwa. Wa in intaqasa min faridatihi shay'un, lakini katika ukaguzi huo kukikutikana kuna mapungufu yanayorekebishika katika sala zake za faradhi, fayaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah atasema kuambia malaika, unzuru, huyu mmemkagulia sala zake lakini zina kasoro hizi zinarekebishika. Kwa hiyo unzuru, hebu angalieni zaidi kwenye kumbukumbu zake, kwenye mafaili yake. Hal li abdi min tatawu'in, huyu mja wangu anazo sala za sunna? Faradhi zina mapungufu, na kama zina mapungufu bado ana deni anadaiwa, lakini mapungufu haya yanarekebishika. Sasa angalieni kwenye sala zake za sunna. Hal li abdi min tatawu'in, huyu mja wangu anazo sunna alizosali? Fayukammalu biha man taqasa min alfarida, ili hizo sunna zake zitumike kuzibaziba humu mlimoharibika katika faradhi zake. Kwa hiyo malaika watakagua swala zako za sunna, pale palipo pazuri kwenye sunna, ambapo kwenye faradhi kumekosekana, patachukuliwa kama kiraka kijaliziwe huku kwenye faradhi, kwa sababu hizi faradhi ndo za lazima na ni muhimu, zitakaguliwa. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, halafu amali zote zilizobaki za mtu zitafanyiwa ukaguzi kwa mujibu wa utaratibu huu. Zitakaguliwa nyingine zote kwa mujibu wa utaratibu huu. Zinakaguliwa faradhi, kama nzuri unalipwa, mbaya bado una deni. Faradhi huwa ni kitu cha lazima, usipokwenda nacho kwa Allah, yani deni lake ni kuadhibiwa tu. Lakini kama zina mapungufu ya kurekebishika, inatafutwa sunna ya amali ile, pale palipo pazuri kwenye sunna paje pazibe palipoharibika kwenye faradhi. Amali zote mbele ya Allah zitaenda kukaguliwa. Kwa hiyo sasa hivi ndo tuko duniani, hapa ni mahala pa kutenda. Tusidharau mambo mengine, ni muhimu na ya lazima kwetu. Hatuna dhamana ya maisha yetu hata kwa dakika 5 zijazo. Ujitayarishe na ujipange, wakati wote mauti yakikufika uondoke ukiwa uko vizuri, na uende akhera hali ya kuwa Allah karidhika na wewe. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف، وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم، إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.